Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Profesa Kishaga hapa, niko na Dr. Hamza Majombo Mzungu na Ustaz Abu Zakaria kutoka Mombasa, Kenya. Ndio. Tuache unafiki. Tunaenda moja kwa moja katika pointi ya kwamba swali linaulizwa hivi. Je, dunia hii ya leo karne ya 21, si ndio? Kuna dawa ya kurefusha na kunenepesha uume? Swali kwako. Kwenu kwa pamoja. Je, karne hii ya 21, Ustaz Abu Zakaria, kuna dawa ya kurefusha na kunenepesha uume? Je, ndio? Mimi naweza kusema ipo. Ndio. Sababu naamini ipo. Ndio. Na inawezekana. Ndio. Lakini sio kiepesi kwa karne hii watu kuamini kwamba hiyo dawa ipo. Tumsikie na Ustaz anasemaje? Kuwa maumbile ya mwanadamu. Maumbile ya mwanadamu Huwa yanaweza kutanuka na yanaweza yakasinyaa na yanaweza yakarefuka na yakawa madogo. Lakini kitu gani kitasababisha hivyo? Sona. Na tukiamini kama maumbile yanaweza kutanuka na kusinyaa, uume ni katika kiungo katika umbile la mtu. Ndio. Sona. Sasa mimi naamini linawezekana. Sasa swali langu kwako nimepata hapa. Kwa mguu unaweza ukatanuka na kusinyaa? Mguu au maumbile gani unazungumzia hayo yanayotanuka na kusinyaa? Shingo, mkono au paja? Sawa sawa. Kwa nini mtu akinenepa huwa ananepa kiungo kimoja katika mwili? Sijui, tufahamishe. Huwa ananepa mwili mzima kuanzia mguu mpaka shingo. Ndio. Labda hapo niseme kitu kimoja kwamba kimoja au viwili? Kimoja. Kimoja. Unajua kusema kitu kimoja lakini kikawa na mambo mengi ndani yake. Katika afya sawa, tunasema kwamba all muscles can expand and contract. All muscles. Muscles zozote zile, hata iwe puani iwe wapi. Muscles manake hizi, yani ugando wa nyama, yani nyama zinavyokuwa zimefunyangwa. Chukule mfano kifuani, muscular muscles kifuani, kwenye tako, kwenye body, tricep, bicep hizo zinaweza kuexpand, zinaweza kuongezeka. Ndio maana sasa hata kwenye wazungu kuna hiki na kitu kinaitwa double muscling. Wanatumia dawa za double selling na double muscling. Choma sindano ng'ombe, unaona ng'ombe ghafla kawa kama nini? Kama tembo. Kwa hiyo sijaongelea kule kwenye sindano. Tunarudi kwenye asili. Sasa tuje katika swali langu. Mimi leo nitakuwa upande wa watetezi wa wagonjwa kabisa. Nitajivua japo nitaelezea kidogo. Nitatoa kilio chao, maana nimekipokea kilio cha watu wengi. Kwa nini unafikiri Ustaz Abu Zakaria watu wanasema haiwezekani? Kwa nini wanasema hivyo? Na mtu ni mzima ana ndevu. Anasema hili jambo haliwezekani, acha utapeli. Kidogo sogea sauti yako isikike, maana hii sauti haitosahaulika mpaka unakufa. Mpaka daima. Msemaji wa watu kwamba haiwezekani huwa inatokana na mambo mawili. Ndio. Ambayo mimi nafahamu. Jambo la kwanza, wao huamini kitu chochote ambacho Mungu amekiumba ni natural, kwamba kiwe hivyo basi kitu hiko hakiwezi kuongezeka, kubadilika. Unaona wateja wengi wananiambia unawezaje kunenepesha uume na kurefusha kati Mungu mwenyewe ndo ameumba uwe hivyo? Unamkosoa Mungu. Hata kama kumkosoa, yani hata kama jambo linawezekana lakini yeye haamini. Sawa. Hiyo ya kwanza. Jambo la pili, watu hawa husema kwamba jambo hilo haiwezekani kutokana na wao washahangaika sana kutafuta tiba ya jambo hilo na hawakufanikiwa. Sawa. Unaona? Sasa kashahangaika sana, mtu amehangaika karibu kwa watu kama 50. Leo atokeze mtu aseme mimi bwana naweza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo kukuamini kwako wewe itakuwa ngumu sana. Sawa. Narudi kwako bwana. Kwa sisi wenye imani ya Kiislamu tunakubaliana, tunafikiana kwamba ubadilishaji wa maumbile ni katika kufuru. Je, ni sahihi au sio sahihi? Hiyo ni sahihi. Kufuru kivipi? Hebu eleza. Na niko na Ustaz. Hiyo neno kufuru labda tuseme katika dhambi. Ni katika dhambi. Sawa. Si kufuru, unamtoa Mwenyezi Mungu makosa, si kufuru. Yaani mimi nitakiwa kuwa hivi, umenikosea.
Mimi niko hivi. Hiyo ni kufuru sasa. Mtoto Mwenyezi Mungu makosa. Ndio. Sasa tunawalaumu wadada kwa kubadilisha maumbile yao kuwa na makalio makubwa. Namba moja. Tunawalaumu wanawake kwa kubadilisha rangi zao kuwa vinanda. Tunawalaumu wanawake kwa kuchonga mianya. Tunasema hawa ni katika mako. Je, hiki kipengele cha kuongeza na kurefusha uume si kipengele miongoni mwa hizo kufuru? Kipengele hiki si katika kufuru wala si katika dhambi. Ingawa sisi tunajua mafundisho ya dini yetu kwamba tusibadilishe maumbile ambayo Mwenyezi Mungu ameyaumba. Sawa sawa. Unaona? Lakini katika jambo hili la kubadilisha uume, si kila anayetaka kuzidisha na kunenepesha uume eti ndio ameumbwa hivyo. Unaona? Kuna watu ambao wamepata jambo hili kutokana na mambo mengi kama tulivyoona katika sababu za uume kuwa mdogo. Mwingine ametumia masturbation, unaona, kwa muda mrefu, unyeto, ikasababisha uume wake kuwa mdogo. Kwa hiyo huyu hajaumbwa hivyo. Unaona? Isipokuwa kuna sababu alizifanya uume wake ukawa hivyo. Na mambo mengine kama kuumwa ngiri, Kenya kule anaita mshipa. Unaona? Na sababu nyingi zinazosababisha magonjwa ya utotoni, fungus, bakteria, kuzaliwa mapema kama ndugu zetu kule Kenya wa Giriama wanafanya hivyo. Unaona? Kwa unakuta mara nyingi tatizo hili haliwi asili. Huwa kuna sababu ya nini imesababisha. Na je, mwenye asili matatizo hilo yeye aliumbwa na maumbile madogo? Yeye anaweza kaona kwamba ni asili, lakini kumbe kuna tatizo limetokea yeye halijui. Ndio. Ushaona kama hawa Giriama huwa wanatahiri watoto kuwa, yaani wanatahiri watoto wadogo, ni mtu bado yuko mdogo wanamtahiri, ikawapelekea tatizo hilo. Sasa wewe ukiwa uwezi jua kama ulitahiriwa ukiwa na miaka mingapi. Kwa hiyo unaona kwamba ni nini? Asili. Ushaona? Kumbe tatizo sio nini? Sio asili. Nafikiri tumeelewa. Ndio kuongeza hapo kwa maneno ya mwalimu. Unajua bwana, sio ngine tuko tiba asilia lakini kote ndio tiba za kizungu. Kwa ukuta nimegusa huku, usishangae. Sisi wana afya tunaamini kwamba ndio mwili mzima unaweza kufanyiwa mazoezi. Sawa? Mpaka jicho hata kope unaweza kufanyiwa mazoezi. Mwili mzima na kiuhalisia mwili mzima inabidi ufanyiwe mazoezi. Wana afya moja na jipya. Mwili mzima inabidi ufanyiwe mazoezi. Kwa sisi hatufanyi hilo swala. Kwa hiyo turudi tena kwenye kauli ya pili kwamba all muscles can expand and contract. Kila muscle yoyote, kila nyama yoyote inaweza kutanuka na kufanya nini? Sawa. Kwa hiyo kama mwili wote inabidi tufanyie mazoezi na uume kufanyia mazoezi. Hebu jaribu kufanya mazoezi ya uume tunatumia katika tendo. Basi twende sawa. Hayo sio mazoezi. Tukisema mazoezi ya uume tunatumia katika tendo, ndio tutatumia zile kauli za kutembea. Mbona natembea hapa mpaka Kongoe? Simfanya mazoezi tosha. Tofautisha kati ya kukimbia ama kutembea pamoja na mazoezi ya viungo. Umeelewa? Ukienda gym unanyanyua chuma, si ndio? Unapiga bodi unanyanyua chuma mpaka bodi hilo. Muscles zinavimba na unakuwa kama roboti fulani. Hicho kifua kinachovimba hujabadilisha maumbile ya kifua chako, ndio ulivyozaliwa hivyo? Hapana. Mungu? Hapana. Hapana. Kutokana na kanuni moja ya kikaida ya kisheria nilisikia kwamba kinachotafsirika kubadilika kwa maumbile ni ubadilikaji usiorudi katika hali ya kawaida. Sawa sawa. Mathalan mwalimu akasema mwanamke kuweka nywele dawa. Sawa. Ni katika urembo, si ubadilishaji wa maumbile. Tukasema kwa nini? Akasema atazinyoa. Zitakuja zenye asili. Safi sana. Sasa hivi leo una nchi mbili, ukaongeza nchi 7, je, ndio ni asili? Ndio hapo sasa. Sababu ya wewe kuwa na nchi mbili ni nini? Lazima ifahamike. Je, ni fungus? Sawa. Je, ni tatizo gani ambalo likusababisha wewe una hizo nchi mbili? Lakini labda tupate faida, tuambie ni sababu gani zinapelekea mwanaume kuwa na maumbile madogo? Maumbile madogo. Sawa. Tuliongelea swala zima kwanza la kujichua ama punyeto. Namba moja ya kwanza, namba moja. Sababu unapokuwa unajichua kama unapiga mbao nini? Sasa unakuwa uasili, lakini kumbuka kwamba uume unakuwa uvutia kwa nyume. Kinyume, yani unavukia kwa nyuma. Unahudumaza. Maana yake usiongezeke mbele, unavukia wapi?
kwa nyuma. Ukiangalia vizuri mtu alipiga masturbation mume wake kama umesinyaa fulani, kama na ngozi za ziada. Pingili, makunyanzi kama mzee wakati bado kijana. Hilo swala la kwanza. Swala la pili bwana, ni magonjwa sugu utotoni. Kuna watoto wanaumwa magonjwa. Unaweza kuyajua au usiyajue. Unajua kuna muda mwingine mtu anaweza kaumwa ugonjwa ukapona huko moja kwa moja. Wewe unaweza kaumwa malaria ukasikia homa kubwa na malaria kweli, lakini utakapo tulia hivi unaweza kukuta malaria imeondoka na asili nzima immunity yako ama ya kinga ya nini ya mwili. Kwa hiyo kuna watoto wadogo wanapata fungus, bakteria, sawa, na magonjwa mengine mbalimbali ya kudumaza uume. Sawa, usirefuke ama yanausinyaisha. Umeelewa? Yanausinyaisha ule uume, yanasababisha usifanye nini? Usiongezeke kuwa mrefu. Lakini kuna hao watu ambao wamerithi. Baba ni mfupi na mimi nimpata mfupi. Kuna kitu kimoja nilikisoma, sawa? Kumbe maumbile madogo yanaweza yakaanzia pia kwenye jinsi, kwenye mbegu za kiume. Kama mbegu zako za kiume hazijarutubishwa vya kutosha, unajua kuna ule ulinganizi kwamba kichwa cha mbegu za uume, kichwa inabidi kiwe size hii, kiwiliwili cha ile mbegu inabidi kiwe size hii, mkia inabidi uwe size hii. Kwa hiyo kuna kudumaa kwa mbegu za kiume ambapo kutakutana na ile yai, ambapo mbegu ya kiume itakuwa haina rutuba, si ndio? Imekutana na yai, mtoto atakayetoka mle rutuba yake ni ndogo. Kumbe kudumaza pia kunaweza kuanzia kwa jinsi. Kwa hiyo ukiwa na ugonjwa wa jinsi pia, jini kama jinsi, yani vile tunasema vinini, viseli tu vile vidogo vimelea ambavyo mtoto anaanzia, kama viko hafifu, haviko sawa, basi na huku juu hautokuwa sawa. Lakini kuna magonjwa kama ngiri, sawa, ni mshipa. Sawa, ngiri au mshipa, mnyama au mshipa. Wengine wanaita chango kiume, lakini kwa kitaalamu tunaitwa hernia. Kwa hiyo ukiwa na hernia kidogo mtihani. Lakini nimekuja kufuata tafiti nyingine pia, hata huku ukubwani haya magonjwa ya zinaa mengi yanasababisha uume usiwe na rutuba. Kisonono, kaswende. Umeelewa? Kwa mtu anasikiza kwa kisonono kaswende, anafahamu fuli ya kisonono ni nini. Lakini pia tumeangalia, mimi nimekuja kugundua kitu kingine bwana, pia na magonjwa sugu ya ukubwani kama nini, kansa, kisukari, vidonda vya tumbo, pressure. Ugonjwa ambao unakaa kwa muda mrefu. Unajua kuna magonjwa ambayo tunajua lazima mtu kiumwa kisukari kwa muda mrefu, uume unakuwa legelege, unasinyaa, unalala, si ndio? Kwa hiyo uume kawaida yake ni kwamba uume inabidi unasimama kwa mara. Ndio maana very active, ndio maana kila asubuhi lazima kimashine kidogo kimesimama. Kwa hiyo uume ukiwa umelala muda mrefu, mwisho wa siku utaonekana kuwa mdogo. Hata ukipata tiba baadaye utaonekana kuwa kuwa mdogo. Umeelewa? Kwa sababu ushako katika ile hali ya kusinyaa. Lakini tumeangalia kuna kitu kinaitwa miscellaneous ya mishipa. Sawa? Nini? Inaitwa vessel miscellaneous. Yaani ile misuli yako, sawa, kutokuwa na uwezo wa kuexpand ama wa kujirefusha na kufanya na kujikunja. Kuna ile elasticity tunasema. Hapo unaweza kuvuta elastic. Ukiwa unaivuta hivi inabidi irudi. Kwa hiyo uume ukiwa hauna mfumo halisi wa kuenda na kurudi, yaani misuli yako haina mfumo huo, kidogo uume wako unaonekana mtihani. Sababu ni nyingi. Ni vyema kuzitaja zote, mtu azifahamu hizo sababu. Ni nyingi sana. Sababu kama kuna operation ya tezi dume, kwa sababu ni sehemu ambayo inachukua portion ya sehemu hiyo. Kuna sababu nyingine ambayo kitambi, nyama uzembe, watu wanakubali. Sababu nyama za uume zote zinakuja huku juu kwenye kitambi. Yaani kitambi kimwagikia kitu kifuani. Sawa, kitu kifuani kinatoka kila sehemu. Kwa unachukua mapaja, nyama kwenye kitambi. Kuna sababu nyingine ambayo watu wameshindwa kuijadili. Leo na sasa sisi tunakubaliana. Sasa sisi watu ni profesa wa degree nyingi. Tunakubaliana ya kwamba uvutaji wa sigara unafanyisha mekanismu ya uume kuwa ndogo. Sawa. Uvutaji wa sigara unafanyisha uume kuwa mdogo sana, tena kwenye kusinyana dhaifu. Na kitu kingine ambacho sababu si kubwa yenye mashiko, ina asili, yani kuna asilimia kubwa mwanaume ambaye hajaoa aume yake ni mdogo kuliko alioa. Sababu tuseme kama pointi ya mazoezi, yule anakuwa si mwenye kushiriki. Hana mazoezi yoyote yale kufuga. Ya uume hana mazoezi yoyote, hata ile kutembea pia hana. Labda apige mkono na mkono unazidi kujiua zaidi. Yaani ana kikwazo kimekukwamisha kuliko kile kimemsaidia. Usaidia. Kwa hiyo pia ni sababu ambayo inapelekea uume unakuwa nini? Unakuwa ni uume mdogo. Lakini sababu kama hizo walizotaja general ziko nyingi, kama hizo chache sana general kama hiyo ya mkono,
mkono watu wengi umewakwamisha. Asilimia kubwa mkono umewakwamisha. Na baada ya mkono, henia pia watu wengi au ngiri imewakwamisha. Pia na maradhi ya utotoni kama tulizungumzia sasa kwa kirefu sana ambayo wewe unaweza kusema hili tatizo ni la asili imezaliwa nalo toka nakuwa unajiona, kumbe udogoni utaliwa mapema au udogoni ulipata fungus the same the same ulikuwa mdogo, kuja kusimulia wala kuona mzazi wako akwambia kama una matatizo kama haya. Hayo ndio wanachokuwa nakukuta kwa sababu za mtu kuwa na maumbile madogo zipo na nyingi. Kwa mimi msimamo wangu binafsi, kama kuna sababu zipo maalum ambazo zinapelekea mtu kuwa na maumbile madogo, kwa maanisha kwamba kutakuwa kuna treatment yake ya kumwezesha mtu kuwa na maumbile makubwa na maumbile sahihi. Sasa je, watu wanaulizana ya kwamba ili uweze kujitambua na maumbile madogo na wewe una maumbile makubwa, kipi kipimo standard mtu anatakiwa anacho akiwa kama mwanaume? Ni kipi, urefu gani alaia wewe nao? Bwana, urefu wangu kwa kitaalamu standard sawa ni inchi 5 nukta ngapi? 1 mpaka 7. Si ndio? Lakini bwana, nipita katika tafiti mbalimbali, kumbe wake zetu huko Afrika wanapinda virefu kuliko kule mbele. Kwa hiyo tunapata kwamba kwenye 5.1 tunaweza tukavuka sisi. Na majanga bado. Na majanga angalau tuwe na 6 mpaka 7. Hiyo takwimu ilikuwa ya wazungu. Ya wazungu ile. Lakini ukiangalia takwimu yetu huku kosa uone una mpini wa 6. Mpini wa 6 kosa uone na mpini wa 6 mpaka 7. Kwa sababu unaona ni watu wengi, asilimia kubwa ambao hata wana 5.5 sawa, lakini hafiki mwisho. Hiyo bana, nakubaliana na wewe na nitolea hoja ya nguvu. Unaweza kukuta mtu mzima wa miaka 40 mpenzi wake anasoma darasa la 4. Ana miaka 10. Na namudu vizuri na hamna malalamiko, kwenda kwa kina kirefu. Sasa je, vipi kwa mwanamke mwenye miaka 32? Inabidi uwe na 7 kabisa. Sasa uwe na 7. Kosa uwe na 7. Na unene wenye kunenepa. Na unene bana, unene usikose inchi 3. Sawa. Sasa watu kaambia unene inchi 3 najiuliza, inchi 3 rafiki yangu, inchi 3. Unene unazungumzia hapo ni mzingo, circumference. Mzunguko. Upime kidogo angalau inchi 3 na nusu. Na kwa kidogo unene wako. Kipimo ukiwa umelala je? Inchi 3. Ukiwa unalala usipime, achana nao. Usipime, unaushia. Upime ukiwa umesimama kwa sababu ni sehemu sahihi ya kupima. Na pima anzia kwenye shina la uume mpaka kwenye kichwa cha uume. Kwa hiyo shina watu wengi wao wanajiuliza, je, ni pale panapoishia pubic hairs ama nywele? Unajua tutumie matusi. Nywele za kwenye kinena cha uume. Je, tunaanzia pale zinapoishia? Sababu wengine bwana nywele zile zimezidi. Tunaanzia pale ama tunaanzia ukabisa? Mara nyingi tunakadiria kauli nzuri ya Kiswahili ambayo si watu wenye mzunguko. Pale uume wako unapoishia ukiingiza. Safi sana. Sababu kipengele hiki kwa kiusiku utakipima cha nini? Hiko ndio kipengele sahihi. Kutumia kauli hiyo itakuwa maana yake mwisho wa mzingo wa korodani. Na mimi nikatoa kauli nyingine ya kusema kupima inaweza kumchanganya mtu. Nikasema mimi jibu langu lingine maana wewe ukihisi na uume mdogo basi mdogo unao. Yaani ukihisi mimi na uume angalia tu mdogo. Wewe kubaliana na hilo jambo, uume wako ni mdogo. Sababu ukijisi umeshiba ukijisi na njano una njano. Ukijisi mchafu na ukijisi unanuka na unanuka. Ukijiona unajidharau ujue tayari. Hata usipohangaika na kupima. Wewe je, profesa, tunatumia vipimo gani? Kufanyaje? Kupima. Lazima tutumie rula ya kawaida, tutumie tape rula ile ya sekondari. Hiyo. Kama unaweza kutumia rula ya sekondari na ukubwa wako wa urefu wa 100 beba. Sababu ile kipimo sikipo ndani yake inchi 7 imo mule. Beba. Kama unaweza kutumia ile tunatumia kupima kwenye ajali za magari, tuima. Lakini wewe tumie kipimo cha Kiswahili. Ukiona una majanga, ukijisi tu majanga. Kama unajisi unanuka basi hivyo. Unapojiona uume wako ni mdogo, basi ni mdogo. Lakini kitaalamu tuliposema kosa bwana usio na inchi 5.1 mpaka inchi 7, lakini tukasema hiyo ni au ni wazungu. Wewe fanya bana chini huwa ni inchi 6. Sawa. Kosa ndio uishie kwenye 5. Kwa hiyo sasa je, swali la kwamba ndio matibabu yapo na dawa ipo? Ndio swali ambalo watu wanajiuliza. Bwana, matibabu yapo. Sawa. Matibabu ya kwanza, aina ya kwanza ni kwamba ikiwa sawa una ugonjwa fulani umeelewa, ambao umesababisha uume wako kuonekana mdogo. Unajua uume, kwa mfano ngiri, uume unaweza kuwa umeonekana kusinyaa kidogo, japo sio sana, lakini ukisimama kweli ni nganganga endapo utapata tiba. Kwa hiyo kitibu yale madhara, basi mmoja wapo wa njia ya kuongeza uume. Ndio, bila uchawi. Ndio. Lakini pia kuna dawa maalum ambayo ina viungo ni zaidi ya 9, si ndio? Ni kweli kabisa. Ina viungo zaidi ya 9.
kuna kauli ambayo unatumiaga kwa watu kwamba unaweza kuongeza kifua lakini ukiacha kufanya hayo mazoezi kifua kinarudi katika hali yake ya kawaida. Je, hicho kifua kishaongezeka utawezaje ukiacha kibaki vile vile? Zile seli zinakuwa zimetanuka, si ndio? Kwa hiyo utawezaje kuziacha zile zimetanuka vile fanyia overlock? Inabidi tufanyie overlock ambayo ni fixing of cells. Inabidi tusifix zibaki vile vile kama zilivyo. Tukakaa chini kama wataalamu investigation kwa muda mrefu tukapata hii dawa yetu ambayo inaitwa mwanaume mashine. Mwanaume mashine ni mashine ambayo kwa sababu product zetu ziko hapa hata Uingereza zipo wanafahamika. Kwa Uingereza tunatumia jina la penis enlargement. Penis enlargement medication kwa kule mbele. Lakini hapa kwetu tukaona tutengeneze dawa ambayo inaitwa mwanaume mashine ambayo tumetumia kauli moja kwamba ni ya kuongeza, kurefusha na kunenepesha uume. Sawa ambao ni dawa ipo, haina madhara yoyote. Narudia, ni ya asili na haina madhara aina yoyote. Lakini si nasikia always kila kitu kina side effects. Sasa inakuwaje mwanaume mashine iwe dawa ya kwanza duniani kwa madhara au umeteleza? Safi sana. Sahihi sana. Unajua kwa bongo, kwa Afrika tukiongelea side effect, watu wanajua ni yale madhara pekee ya kufanya nini? Ya kumuumiza binadamu. Lakini kwetu kiutaalamu zaidi, sawa? Tunasema hata virus, kirusi cha ukimwi kina nini? Kina faida. Si ndio? Ndio. Kina faida pia. Lakini unaangalia ni faida gani hizo kuwa nacho. Hii nayo pia ina hasara. Sawa? Hasara ni nini? Kwamba unarefusha uume wakati huwezi kuuhimili. Umeelewa? Unarefusha uume wakati huwezi kuuhimili. Maana yake unapata uume. Katika point hiyo nakumbuka kipindi nasoma mwalimu wa Shekuli Islamisha kaniuliza swali. Anasema nimtajie faida ya funza. Ndio. Funza kama funza wana faida gani? Sawa. Umeona? Lakini funza nao wana faida. Funza anatumika kwa kutibu vidonda. Anatoa uchafu. Na unajua sasa funza anapatikana sehemu iliyooza. Itakuwa jina funza. Ndio sasa maalum tuende katika point. Kwa hiyo sasa tunapata kwamba sawa, effects zipo. Sawa, side effects ambazo tunasema kwa upande mbaya kwamba uume unaweza ukatumia wakati una nchi sahihi. Sawa? Yaani una nchi 7 kwa mfano. Alafu wewe unatumia. Ile nchi 7 ndio zinaenda na mwili wako na nguvu ulizokuwa nazo. Ndio standard gauge. Alafu unatumia kufikisha nchi 7. Uume hautanyooka kama unavyofaa kufanya kunyooka. Kwamba sehemu inayobeba sawa, haihimili uzito wa nini? Wa uume. Oversize. Yaani mpate oversize. Kitu cha pili nasema kwamba ni ile kutumia kurefusha uume wakati nguvu za kiume Alafu miongoni mwa sababu nilisahau kukwambia pale mwanzoni, miongoni mwa sababu mwanaume kuwa na maumbile madogo ni upungufu wa nguvu za kiume. Kwa sababu unapokuwa na nguvu za kiume hata usimamaji wa uume wako ni nganganga, dhaifu, legelege. Unaweza kuwa tunasema unapokuwa na nguvu za kiume, unapokuwa hauna. Sawa. Unapokuwa hauna uume wako umesimama kiande umelegelea. Sasa unasema uenda uume wangu ni mdogo. Kwa kutibu nguvu za kiume bakula ikasimama na ikawa imara, ikawa uwezo kuanika nguo. Sasa pale unaweza kusema kweli uume wangu ni mdogo. Hapo nielewe. Endelea pale ulipo umeishia. Naendelea pale. Sawa, kwamba uume mrefu nao pia hauna faida sometimes. Unaweza kuwa na mkeo bwana na kina kifupi. Kina chake labda ni inchi 4. Wapo hawakosekaniki. Wewe una inchi 5. Alafu tunataka kuongeza au ni Mchina. Ndio hapo sasa. Alafu nataka kuongeza upate inchi ngapi? Inchi 7. Una mke mmoja. Una plan hata kuongeza mke. Ana inchi 5. Urefu wa utamuumiza sana. Ukipata inchi 7. Kwa hiyo unakuta uume wako hapo hauna faida. Afu na hiyo jambo nimeliona kwa vijana wengi malaya, wanakuwa wanatembea na malaya. Unajua malaya wengi sema zao sisi mtanuka. Sasa kila kiingia kwenye vile vina wanakula mbizi. Wanakula mbizi. Sasa wanalazimika kuongeza uume kwa mkubwa kwa lengo la kukomoa nini? Wanawake. Malaya. Wanasahau hiyo siku wataoa. Ndio. So wewe unaoa mwanamke sio malaya. Sio malaya. Bikira. Alafu ana uke mdogo. Afu una inchi 9. Una inchi 9. Akapokata leo unaona kuna jita mwanaume masi. Hiyo ikishuhudia mara nyingi ndoa zinavunjika. Mwanamke anasema siwezi umpini. Umeona? Umpini siwezi. Kwa hiyo kumbe kina nacho cha mwanamke kinategemeana. Sawa. Kwa hiyo kwa bwana kifupi ndio effect kwa ufupi. Ndio hizo japo zaidi ya hizo. Side effects ziko nyingi ndugu yangu.
Kwa hiyo sasa hii dawa ya mwanaume mashine wakati faida huna. Dawa ya mwanaume mashine kurejea, labda sijakuelewa. Dawa ya mwanaume mashine sasa kazi yake ni nini kwa mwili wa binadamu? Dawa ya mwanaume mashine. Kazi kubwa ya kwanza. Sawa. Lakini kuna kauli labda niitumie kwamba mwanaume unaweza kurefusha uume bila dawa yoyote. Sawa? Unaweza. Lakini tunaangalia je, ule uume utabaki vile vile? Sawa? Kwa kazi kubwa ya mwanaume mashine ambayo mimi naweza nikaisema ni kwamba kusababisha ule uume ukirefuka ubaki vile vile. Umeelewa? Ubaki na consistency. Labda upate madhara ama maradhi aliyosababisha uume wako uwe mdogo, utarudi nyuma. Lakini kusababisha uume uwe vile vile. Lakini pia kuwa na uwezo wa kuongezea inchi ngapi? Inchi 2. Sawa? Kutokana na matumizi yako na aina pia ya mwili wako, sababu kuna watu wengine wana mwili laini, wengine wana maso laini, wengine maso zao ni ngumu. Umeelewa? Huu mnyanyua vyuma na ule mtu wa kawaida uume kurefuka kwao hakuwezi kukaa siku moja. Hakuwezi kukaa kwa aina moja. Na pia inamata na urefu wako pia. Ukiwa na inchi 1, yaani ukiwa na inchi 3 tuseme, mimi na inchi 6, urefu hautoingana. Na ile pia period ama duration ama muda wa kurefuka hautofanya nini? Hautoingana. Kwa hiyo kiufupi, mwanaume mashine faida yake kubwa tunatumiaga general name kwamba ni kurefusha na kunenepesha nini? Uume. Lakini mimi mwenyewe na experience ya mwanaume mashine labda kwa 3 years kama miaka 3 ndio watu wengi wametumia mashine, watu wengi imewasaidia. Pia watu wana malalamiko ya kwamba wametumia mwanaume mashine haijawasaidia, haijawapa matokeo. Je, nini kinapelekea mtu akitumia mwanaume mashine asipate faida? Isimsaidie, asipate matokeo, aone katapeliwa na kazulumiwa. Sawa. Issue ya kwanza kwangu mimi matumizi mabaya. Kwa wewe binafsi dawa ya mwanaume mashine. Kwa mimi binafsi asilimia kubwa ya watu ninaowaona. Japo sio wengi sana. Matumizi mabaya. Ya nini? Ya dawa ya mwanaume mashine. Sawa. Lakini kitu cha pili, kuna watu wana magonjwa ambayo yani ni ya muda mrefu. Sawa. Kuna mtu nilimpata bwana alitaka kuchukua dawa wakati mume wake ana kisukari fulani. Uume hausimami sijui kwa miaka mingapi. Umeona? Akataka kutumia ile mwanaume mashine. Kwa hiyo sitarajii kama anaweza kupata majibu sahihi anayotaka. Na huko ni side effect pia haitomfaidi. Umeona? Kitu kingine, kuna watu wanatumia kiwango tofauti na kiwango kinachofaa. Mtu umemuuzia dawa ambayo ni nusu lita full dose. Alafu kaenda kugawanya. Wanagawana kumbe. Wanagawana. Wengi sana nimewapata wanagawana. Mwingine anachukua na uzia wenzie. Unagawanya mara 4. Kwa hiyo kama tunasema ungepata inchi 1.5 ama inchi 1 ama inchi 2, unatarajia nini? Unakosa au unapata nusu inchi. Unaweza kupata nusu inchi au unaweza kurutubisha uume tu kanenepa. Lakini ule urefu kidogo ukawa mtu. Ustazi nimsikia hata leo akizungumza na mteja kutoka Mombasa, ametumia mwanaume mashine haikumsaidia vizuri. Labda atuambie kwa sababu gani anafikiri mteja wake kumsaidia mwanaume mashine vizuri, wakati tunasema mwanaume mashine ni dawa ambayo very superior. Kwa nini unavyohisi mteja Ustazi Zakaria mwanaume mashine haikumsaidia vizuri kama yeye alivyotaka? Ndio. Mimi kitu ambacho nahisi kwa huyu mteja kwa sababu tuliongea kitambo sana kuhusu ya dawa haikumsaidia. Na nikamuuliza kwa nini. Akaambia nimeona nimeanza kutumia hii dawa sisimamishi kabisa. Ushaona? Ndio. Sasa nikaona sasa wewe, nikamwambia ulikuwa na tatizo la nguvu la kiume. Na katika maelekezo yetu ya dawa tulisema kwamba usitumie dawa ya kurefusha na kunenepesha uume kama una tatizo la nguvu la kiume. Kwa hiyo nikaona hili ndio tatizo lako. Wewe umetumia dawa ya kurefusha na kunenepesha wakati ulikuwa kuna tatizo ulitakao ulitibu kwanza, alafu ndio utumie dawa hii. Kwa hiyo turudi pale pale kwenye pointi ya Dr. Majombo, Dr. Hamza kwamba ni matumizi mabaya ya nini? Dawa. Hilo sahihi kabisa, lakini mimi kwa kuongezea kutokana na experience na mashine kwa sababu ni kitu ninachokipenda, kwa sababu tuseme ni kama comeback ya dunia. Unajua unapokuwa na mwanaume mashine kweli ni dawa ya kihistoria inayotafuta duniani kote. Lakini kuna changamoto nyingine, hii dawa sisi tuna margin, tuna supply. Makosa mengine yaliokuwepo, wateja wanapewa taarifa tofauti na uasilia. Sawa. Kwa mtu anakuwa na over expectation.
Kwa hiyo nikikutana na mtu amepewa mashine anatarajia nchi 4. Naona sasa. Toka kuna nini? Ni mashine. Yeye ana nchi 3 jamaa. Anasema mimi malengo yangu nifike nchi 7. Nikamwambia itawezekana vipi? Yaani tena uongezeke uume wa nchi 3 kama uliokuwa nao ni nchi 1. Nao yani naongezeke zaidi. Sasa hiyo kidogo inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo tukubaliane ya kwamba kwa research tuliyofanya na mashine ina uwezo kuongeza uume nchi 2 na si zaidi ya nchi 2. Isipokuwa inawezekana ukapata zaidi ya nchi 2 kitokea ni bahati yako imejitokeza. Kwa si zaidi ya nchi 2 tunaweka na kipengele cha bahati. Mshapata mtu amepata nchi 3. Umeona? Lakini sio wengi katika 100. Sio wengi. Lakini wengi ni nchi 2 kushuka chini. Kushuka chini. Kwa zaidi ya nchi 2 inawezekana kama utakuwa ni mzungu, unafuatia step by step effectively. Kwa hiyo unaweza kupata zaidi ya nchi 2. Na unapotumia mwanaume mashine kwanza usiwe na matarajio makubwa kuliko asilia. Kwa sawa. Kwa hiyo mara nyingi nawapelekea wateja wengi kusema hawajapata matokeo ya kuridhishwa. Na mteja wangu wa Arusha nashukuru ameona mabadiliko. Kwa ni kitu ambacho hawakuwahi kuanza kukiona. Ila nashukuru amekiona isipokuwa si vile alivyotarajia. Yale aliyotarajia anakuwa mpini wa ajabu. Kitu ambacho hakiwezekana. Lakini tuende katika faida ambayo watu wengi wanapenda kuifahamu vizuri. Mwanaume mashine inatumiwaje? Karibu. Mwanaume mashine inatumiwaje? Bwana, mwanaume mashine kuna watu wengine kuna mtu anataka kunywa ujue. Anataka kunywa? Anataka kunywa kufa. Mwanaume mashine bwana hainyweki. Ni dawa ya kuchua. Sawa, kama tunatumia kanuni ya general. Yaani nataka utuelezee vizuri ili mradi wetu uipata hii aweze kutumia moja kwa moja. Sawa. Kwa hiyo mimi kwanza kuna kanuni ambayo nataka kuelewesha watu kabla sijafika kwenye matumizi. Sauti hivi kabisa kuelewe. Kwamba kuna watu wanahisi labda unaweza ukanywa dawa ya kurefusha uume ukarefuka. Yaani unywe dawa afu uume urefuke. Dawa alafu uume urefuki. Inawezekana vipi sasa? Ndio hicho kitu mimi ninachoshangaa sasa. Na sio wengine ni kuna kuchanjana, kuna kuchanjana, unachanja uume, kiwembe, tunachana mgomba mgomba wa nini, ndizi mzuzu zile. Umeona? Kwa hiyo hilo swala haliwezekani. Ukinywa dawa kama dawa tunasema ukinywa inaenda kwenye muscle, si ndio? Inarefusha muscle yote, inanenepesha muscle yote ile. Kwa hiyo ukinywa dawa ile haitoenda kwenye kalio. Kuna vidonge nasikia. Vidonge vipo na meza, lakini vikipitia kwenye kalio tu kimenuka. Kwa hiyo mwanaume anakuwa umenona. Umenona vizuri na watu wanakuita unashangaa. Kwa hiyo sasa matumizi halisi ya dawa ya mwanaume mashine. Kwanza tunasemaga ili kuepusha ule ubabaishaji na zile taarifa mbovu tofauti. Unasemaga mtu awe kwanza na dawa yetu halisi. Maana hiyo ndio bwana fake zipo nyingi sana. Awe na dawa yetu halisi. Ambayo tunasemaga brand name yetu brand number kawaida inakuwa ni 22 namba yetu hiyo. Kuna namba yetu lakini na jina, si ndio? Ndio, na jina muda mwingi jina la Profesa Kashaga kwa pembeni. Umeona, kutoka Kashaga Company ambayo ni kampuni yetu hii. Lazima pia iwe na document yake, lazima uwe na supportive document ambayo ina karatasi. Ndio. Lakini kuna video maalum ama audio ambazo inabidi urushiwe za kufanyia guiding ambazo ni za kwetu. Sawa, za kufanyia guiding mpaka mwisho, lakini na huyu mtu inabidi akufanyie follow up pia mpaka unamaliza kutumia dawa. Tunasema mtu inabidi uwe na peni na karatasi. Namba 1 uwe na peni na karatasi, lakini na kipimo, labda rula ama mita. Kuna rula, kuna na mita, ujue ile ya fulichirani unatumia kupima ile. Upime kwanza uume wako kiusahihi ukiwa umesimama. Ujue circumference ama unene, mzunguko. Ujue mzunguko ni inchi ngapi. Ujue urefu ni inchi ngapi. Uandike pembeni kabisa. Umeona? Ukishaandika pembeni, basi hizo rekodi zako ukae nazo. Unaweza kuandika hata na tarehe na siku ambayo unaanza kutumia. Sawa? Kisha vifaa sasa maalum. Tukiachana na hapo kuandika na kufanya nini? Vitu muhimu vikubwa. Kitu kikubwa muhimu ni dawa yako. Sahihi. Ambayo iko in date, within the date. Haiko expired. Sababu unaweza kuwa dawa labda tumekuuzia mwaka huu afunda kuitumia baada ya miaka 2. Kuna kitu unataka kukigundua na wewe. Wewe na dawa yako sahihi. Dawa maalum ya mwanaume mashine. Ndio kitu muhimu kikubwa. Kitu cha pili tunasema uwe na kitambaa ama kitauro. Kitu muhimu cha pili hicho. Kitu kingine tunasema uwe na maji ya moto. Maji ya moto au ya vuguvugu, ukali yani, na ukali fulani wa moto. Sababu tunasema any expansion yoyote inategemea na joto, si ndio? Unenepaji wote unategemea iwe chuma hiyo plastiki, lazima joto liwepo. Ndio na uume nao. Kwa maana hata ukiungua lazima pata vimba.
hata ukipasha sana na moto lazima pataongezeka. Aha, kwa sasa uwe na kitambaa kile na dawa yako sahihi. Dawa maalum yetu ya Mwanaume Mashine ni lazima utikise vizuri. Shake before you. Wewe kabisa. Ukishaandaa vitu vyako pale vizuri, inabidi uitikise kwanza. Unaitikisa mpaka uhakikishe yote imekuwa level moja, yote imefanana. Sababu unaweza kuwa na mafuta juu ukatumia yale ukajua labda umetumia. Kwa hiyo inabidi uishake vizuri. Sawa. Utachukua kitambaa chako kile utakiloweka kwenye nini? Kwenye maji. Kisha utaukanda uume wako na kile kitambaa. Sawa, kwa muda labda wa dakika 5. Lakini naambiaga watu dakika 3 mpaka 5. Utaukanda ule uume, ukiona kimeishia moto unakirudisha tena kwenye maji, unaukanda ule uume kwa muda wa dakika zote ngapi? 5 mpaka uume upate joto. Uume ukishapata joto, utatikisa tena kidogo dawa yako. Sababu utakusaitikisha mwanzoni uende ikawa imesink tena kidogo, tikisa vizuri. Kisha ukishamaliza kutikisha utachukua kifuniko kile cha juu ya dawa. Sawa, utamwaga kwenye kile kifuniko kijae, kisha utaumwagia uume wako vizuri. Ndio. Sawa. Tukiongelea uume hapa, tunaongelea katikati ya shingo na shina. Ndio. Maana kile kiwiliwili cha kati, sio kichwa. Sababu tuna target kile kiwiliwili cha kati ndio kina muscles za kuexpand kwa haraka kuliko kichwa. Sawa. Utachukua upakaze kile kiwiliwili. Utaanza kukifanyia massage kwanza kidogo. Yaani kama unafanya massage na ile dawa fulani. Sababu ile dawa inakuwa na particle fulani. Unafanya massage taratibu ile dawa iingie kwenye misuli kwanza. Ingia kwenye misuli, unafanya massage taratibu kwa muda hata wa dakika zako 2. Yaani kwa muda wako tu. Unafanya massage taratibu. Baada ya hapo sasa, hiyo dawa uliyofanyia massage utaanza kuchua uume wako. Kutoka kwenye shina urudi mpaka kwenye shingo. Yaani mwelekeo kutoka kwenye shina mpaka kwenye kichwa. Lakini usichue kichwa. Chua kutoka kwenye shina mpaka kwenye nini? Kwenye shingo ya uume. Yaani shingo ya kichwa ya uume. Utachua kwa mfumo wa kuvuta taratibu, sio sana, na kufanya pressing ndogo ama kutumia nguvu kiasi kidogo. Utavuta kutoka kwenye shina. Sawa? Kuna nguvu, inaona ni muhimu kutumia nguvu. Lakini kuna watu wanatumia nguvu sana mpaka wanapata maumivu, mpaka wanatoa vidonda. Sasa hawa watu wanatoa vidonda sio asili. Wana matatizo. Sio matatizo. Sio kutumia nguvu. Wewe unaweza kutumia nguvu kuchua mguu mpaka kujitoa kidonda? Hapana. Hawa watu tunachoasili ni kwamba akishamwaga dawa anachua moja kwa moja. Moja kwa moja na vile vichenga na kuburuza. Hizo unakuwa sio unachua na kuburuza. Watu kashauri unapofanya ile massage wakati chenga tunakuwa tunadondoka chini. Kwa hiyo baki hapo ni mkono, dawa na uume. Lakini kuna watu wengine wanachua kwa speed. Sababu katika maelezo yanasema don't rush, yani usikimbie. Kwa hiyo ukikuta labda raundi moja ya kuchua hivi unataka kutumia mpaka sekunde 40. Yaani taratibu uume umeupiga lock na hujawaelekeza, sababu kuna mwingine chukua mkono wako mmoja kwanza. Mmoja. Uzunguushe kwenye uume upande wa shina, ushikilie korodani mwisho kabisa bana. Uvute yani ile ngozi yote itoke kule, ivute uirudishe. Sawa? Kisha uishikilie na korodani zake. Uibane ipasavyo. Kisha hiki kinachobaki hapa kati utakachokuwa unachua. Anza kuvuta kutoka kwenye shina kuelekea kwenye kichwa taratibu kwa hali ya juu. Na kwa kutumia nguvu kama 60% hivi. Unaelekea mbele. Unavuta raundi ya kwanza kama sekunde 40. Kwa makadirio unaweza kuvuta raundi ya 50. Sawa. Au kwa masaa kutumia dakika 20. Yaani kwa makadirio unaweza kuvuta raundi ya 50 zenye sekunde kama 40 au sekunde 30 za taratibu ukitumia nguvu ya ajabu. Sawa. Kuweza kuvuta. Fanya hivyo. Kwa hiyo mtu tunapendelea lifanyike vipi? Kwa muda wa mara 2 au mara 3 kwa siku. Asubuhi, mchana na jioni. Ukibana fanya asubuhi na jioni. Sawa. Kwa zoezi hilo ukilifanya effectively kwa kutumia ile Pride dawa iliyokuepo ndani ya wiki moja, kuna maajabu utayaona. Utaona majibu yanayokufurahisha, unashangaa. Kitu ambacho ulikuwa unaona hakiwezekani kinawezekana. Lakini kuna watu wanauliza sana maswali. Je, na wazee wanaweza kutumia ama watoto wachanga? Kwa mzee ana hisia au? Ndio nashangaa. Umri wa mwisho ni umri gani labda? Umri wa mwisho hamna limit. Kwa mtu wote mwenye uwezo kushiriki tendo la ndoa, mashine inabidi aikarabati tu. Lakini hakuna namna. Kuna wazee wa miaka 80, 90. Hakuna namna, kama anahitaji apewe.
Kama nguvu anazo lakini apewe. Sawa sawa. Hakuna namna, kwa sababu hakuna limit ya kusema, sababu yeye bado hawatujui aliishi vipi. Labda aliishi Ulaya. Ndio. Ni mzee wa miaka 80 lakini nguvu zake zina vijana miaka 25. Yeye kuna vijana wa miaka 22 hawana nguvu kabisa. Wanatumia mpaka Viagra. Mzee wa miaka 22. Kwa hiyo discipline na maisha unaoishi, lakini mpaka mzee na kusaidia. Sawa sawa. Sababu mtu ni mzee na miaka 70 lakini mke wake na miaka 22. Inabidi na hapo sinabidi hapo inabidi awe na vitu vyote, awe na mashine, ulimbo na bakola. Awe nayo vyote kwa pamoja. Ajebe mix. Ajebe mix, alikava nguvu za kiume vizuri. Kwa maana hapo matumizi ya mashine na kanuni ya kisheria ambayo nimeiweka hapo, hakikisha mashine ukitumia ikishafika nusu dozi. Lakini kama matokeo yako yanakwenda taratibu sana, nunua mafuta ya zaituni kama mililita 100 au mililita 150, changanya muda wako upya, tikisa vizuri, endelea na dozi. Na kanuni nzuri, ukishapokea dawa kwenye mashine ina dokumenti yake au karatasi, isome vizuri mwanzo mpaka mwisho. Na uweze kufuata hizo step zote step by step. Nafikiri audio itakuwa imekuelekeza vizuri jinsi ya kuchua. Unasema unachua kama unapokamua maziwa ya ng'ombe. Lakini unapokamua maziwa ya ng'ombe unakamua kwa haraka. Lakini tofauti ni kuvuta taratibu, taratibu. Lakini unaanzia kwenye shina kama unapokamua maziwa ya ng'ombe kushuka chini, huku kwa mkono mmoja wa kushoto au wa kulia umebana juu kwenye shina kabisa, na mkono mwingine ukivuta kuelekea kwenye kichwa cha uume kwa nguvu vizuri, asilimia kama 60 na taratibu. Kwa matumizi hayo, mimi naomba usipopata matokeo usimlaumu mtu, wala hata usimpigie simu alokuzia. Kwa mimi naomba, kwa sababu utakuwa si jambo la kawaida, utakuwa uchawi. Huo ni uchawi. Kwa sababu haiwezekani ufanye mazoezi ya jimu usipate matokeo. Kama inawezekana mtu kufanya mazoezi ya jimu na kutopata matokeo, basi inawezekana mtu akatumia mwanaume mashine asipate matokeo. Sawa. Kwa mwanaume mashine huyu ni wao kutumia matumizi kama inavyoelekeza sahihi, matokeo ni must 100%. Kwa tofauti na hapo, wewe mwenyewe kwanza utapoona kwanza jinsi unavyochua, jinsi unavyojiandaa mwenyewe, akili itakwambia nisipopata matokeo mimi sipaswa hata kulaumu hao jamaa. Sababu hii si hali ya kawaida. Ndio. Sababu huwezi kuvuta ule uume vile kwa hali ile ukashindwa kuexpand. Na ipo video maalum ambayo itakuonyesha jinsi ya kushika ule uume na kuuvuta mwanzo mwisho. Kwa kama utakuwa na wasa unatakiwa uiombe hiyo video. Si sheria yetu namba 1 ukisema mimi sijapona na kama video nayo. Kama video utakuwa hauna basi dawa utakuwa umeshaikosea katika matumizi na haitoweza kukusaidia. Kwa hiyo ndio matumizi ya mwanaume mashine. Gharama ya mwanaume mashine inauzwa 1,500,000. Yaani tumeamua kufanya hisani iliyopitiliza. Sababu tatizo hili ndugu yangu, wewe unafikiri gharama sahihi ibidi uzo shilingi ngapi mwanaume mashine? Mwanaume mashine bwana, kwa gharama sahihi kutokana na mkusanyiko wa hizi dawa na ukubwa wa kazi yake, ukubwa wa hii kazi bwana, ndugu yangu, hata 7,800,000 kwa hali ngumu ya Tanzania ilibidi hivi. Lakini kutokana tumeangalia tunapokwenda na watu wengi wanahitaji dawa, inabidi wafanyie tu huruma. 50,000 ziwe 3 tu, ziwe 3 wewe gharama yake 1,500,000 unapata. Sawa. Na kitu kingine usahau kumwambia bwana, je, mwanaume mashine anatokea matokeo kwa muda gani? Ndio hapo sasa. Mwanaume mashine anatoa matokeo kwa muda gani? Tunaweza kusubiria matokeo kwa muda wa siku 2. Bwana, mwanaume mashine imedesigniwa kwa muda wa wiki 2 mpaka 6. Yaani wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 mpaka ya 6. Hatumaanishi baada ya wiki 6 ndio utapata matokeo. Hapana. Bali katika hizi wiki zote inabidi uwe ushafanya ulishapata matokeo yako. Mimi niko founder ulio na mashine kisheria kwanza. Kila baada ya wiki moja inabidi upime. Sawa, uangalie kuna changes zote. Kwa hizo changes zitakuwa developed kutoka wiki ya kwanza mpaka wiki ya 6. Lakini mwanaume mashine inaweza kutumika mpaka miezi 2. Sawa sawa. Kulingana na asili ya tatizo uliokuwa nao. Kwa sababu wewe misuli yako kwanza imekomaa. Yule mtu mkomavu mpaka alainishe misuli afanza kurefusha sio leo. Na mwingine msuli yake laini anaanza kurefusha moja kwa moja. Kwa mpaka miezi 2 mwanaume mashine, lakini kwa matokeo ya kiwango cha juu haizidi zaidi ya miezi 6, lakini inaweza kuendelea kutumika zaidi ya miezi 6 na ukapata matokeo mazuri. Na unapozungumzia wiki 6 tunazungumzia ni mwezi mmoja na wiki 2. Wiki 2, sawa sawa. Kwa hiyo mbaki na wiki ngapi kutumia miezi 2? Wiki 2. Wiki 2. Kwa unaweza kutumia mpaka miezi 2. Japo wapo watu wanapata matokeo kwa muda wa wiki 1, wiki 2, wiki 3, wiki 4, wiki 5, wiki 6 kutegemeana na asili. Asilimia kubwa ya watu wanapata kati ya wiki 1 mpaka 4. Ndio. Kwangu mimi asilimia kubwa wanapata kati ya wiki 1 mpaka wiki 4. Ndio matokeo tu ya kujitosheleza. Labda tuzo start na lolote la kumalizia kuhusiana na mwanaume mashine au mashine ni mashine. Mimi sina la ziada
isipokuwa tu ni kusisitiza yule ambaye atakayenunua dawa hii ya Mwanaume Mashine, kitu kikubwa asiwe na jaziba ya kutumia dawa. Ndio kikubwa asiwe na jaziba ya kutumia dawa, awe na jaziba ya kujua maelekezo kwanza. Sawa. Ndio sawa, alafu ndo atumie dawa yake taratibu, baada ya kuwa katika maelekezo ameshafahamu takriban kila kitu. Hilo ndo kuzidishia. Sawa. Mayombo, cha kumalizia bwana, hapa cha kumalizia kitu kimoja tu, watu wazingatie kama walikuwa walivyosema, lakini watu wapate dawa sahihi. Matapeli ni wengi, waachane na kajanja, waachane na ujinga ukajanja. Mwanaume Mashine 8,000. Kwa matapeli ni wengi, watu watumie dawa sahihi kwa muda sahihi na jinsi, kutokana na maelekezo yetu sisi, watu wasishike maelekezo yao. Kwa ufupi bwana, mimi nawatakia mafanikio mema. Cha kumalizia mimi, cha kumalizia, wale wote walikuwa mkata tamaa, wamevunjika moyo, hawana imani kama dawa zipo, watumie mashine na watakuwa mashuhuda wazuri sana. Watumie mashine kwa effectively ya matokeo na matumizi, wataenjoy. Afu Mwanaume Mashine ni mashine, ni mkombozi, ni dawa ya kihistoria kwa kweli, ni mchanganyo wa kihistoria unatofauti duniani kote. Kwa usimisi hii mashine, alafu ya asili, ni asili, very asilia. Na ishafanya kazi vizuri sana nchi za nje kote, wanafahamu watu wa America, Sweden, Norway, wote wanafahamu ubaya wa mashine uko vipi na uzuri wake uko vipi. Kwa make sure au miss mashine kwa gharama hiyo tu ndogo ya 1,500 unapata mashine na unaweza kuwa katika hali nzuri na ya kawaida. Kwa sisi tunashukuru sana kuhusiana na mashine ni mashine.